Karibuni ndugu watazamaji, niliopo hapa mbele yenu ni daktari wenu Dr. Chikaramoto, bingwa wa tiba za asili Afrika Mashariki na Kati. Ndugu yenu, dokta wenu Dr. Chikaramoto. Siku ya leo tunaendelea na vipindi mbalimbali vinavyohusiana na nyota. Kama wewe unajua nyota yako ni nyota fulani, lakini hiyo nyota unatakiwa ujue sifa zake na miko ya hiyo nyota, na watu wenye nyota hiyo wana desturi gani, na watu wenye nyota hiyo wananufaika na nini katika nyota yao. Yapo mambo mengi, lakini mimi nataka niwaeleze kwa ufupi haya mambo yaliyopo katika nyota zenu. Lakini siku ya leo ningependa kuongelea nyota hii, nyota moja. Lakini watakaoendelea kunifuatilia kwenye vipindi vingine utapata elimu kupitia nyota mbalimbali. Na nyota ya leo ninayotaka kuiongelea ni nyota ya punda. Nyota ya punda ni nyota ambayo watu wenye nyota hii ni watu, kwanza ni watu wajasiri sana. Ni watu wajasiri sana. Mtu mwenye nyota ya punda, mwenye nyota hii ana sifa ya kuwa ni mtu vile ni mtu mwenye hasira sana. Ni mtu mwenye hasira kupita kiasi. Yaani unapomkwaza mtu mwenye nyota hii, ina maana hasira yake ni ndogo. Na hivyo ni vitu ambavyo kwa nyota ya punda naombeni muwe na tahadhari. Unatakiwa ni uwe mtu mwenye kudhibiti hasira yako. Usiendekeze hiyo hasira, kwa sababu nyota yako silika yake ni mtu mwenye nyota ya punda ni mwenye hasira. Hasa usipodhibiti utakuta hiyo hasira yako inakuja kuharibu hata mipango yako. Utashindwa kuwa na watu na mawasiliano mazuri katika biashara, katika mahusiano, kutokana na hasira zako. Kwa hiyo wenye nyota hii mkiwa ni vizuri kudhibiti hizo hasira ambazo mpo zinapita kupita kiasi. Alafu ni wepesi wa kuvunjika moyo. Hizo nazo ni tahadhari. Yaani unapopambana na jambo, zingatia ile jambo unapambana nalo mpaka muda wa mwisho. Usiwe mtu mwepesi wa kuvunjika moyo. Unapovunjika moyo kwa uwepesi, ina maana hata kama jambo lilikuwa likupe manufaa siku mbili, wiki moja mbele, wewe ukavunjika moyo ndani ya siku moja, ina maana utafeli. Ina maana utafeli na utakwama katika mambo yako. Kwa hiyo ndugu zangu, hicho ni kitu cha muhimu sana cha kukuwa na tahadhari nacho, kuweza kuwa makini ili tusiwe tunakwama katika mambo yetu tunayofanya kila siku, watu wenye nyota ya punda. Alafu vile katika mambo yao yote hayo, vile ni watu ni wepesi wa kushaurika na wa kupokea tumaini jipya. Yaani mtu anakuwa na imani sasa. Akishaurika vizuri, ana imani sasa, mimi nitaanza maisha mapya na nitaweza kufanikiwa. Kwa hiyo ni wepesi wa kuanza upya. Anapokwama ni mwepesi wa kuanza upya. Au vile watu kama hawa wana hisia kali sana kwenye upande wa mapenzi. Wana hisia kali sana kwenye upande wa mapenzi, ambazo hupelekea kuwa na wivu sana. Hizo hisia zao zinapelekea kuwa na wivu kupita kiasi. Sasa vitu vyote hivi ni vitu vya takiwa kuwa na tahadhari kwenye watu wenye nyota ya punda. Muwe makini sana na hivi vitu nilivyowaelekezeni, vitawapa faida nyingi. Yapo mambo mengi sana kwenye hii nyota. Kuna mambo ya rangi nitakuja niwaelezeni, lakini kwa leo naomba mimi kwanza tuishie hapa. Tutaendelea kuelezana vitu vingi siku zinazokuja. Kwa wenye nyota ya punda nimewaambia mambo kwa uchache sana, nimewapa faida kwa uchache sana, ila siku zinavyokwenda tutakavyokuwa pamoja mtayajua mambo mengi yanayohusiana na nyota yenu. Kazi gani mfanye, na hizo kazi itawapa manufaa gani, faida gani, yote wenye nyota ya punda mtazijua, na mtajua faida yake ni ipi na hasara ni ipi. Ukifanya hiki, vitu vyote utavijua. Kikubwa ni kuendelea kusubscribe channel yetu, na vile unaweza ukawasiliana na mimi kwa kutumia namba ya 0784994048. Kila kitu utakipata, na ndani ya masaa 24 nitapokea simu yako. Asanteni kwa kunisikiliza na karibuni sana.